Nikukaribisha kwenye Love Life Academy na leo tuna topic ya leo inasema mahusiano yanapozingatia mambo haya matano, ndoa yako haiwezi kuvunjika kamwe. Mahusiano yanapozingatia haya mambo matano, ndoa yako haiwezi ikavunjika kamwe. Kumbuka, ndoa ni muunganiko wa mwanamke na mwanaume wanapokubali kuishi pamoja katika misingi ya kimungu. Na leo tunaenda kuangalia mambo makuu matano ambayo yatakusaidia ili ndoa yako isivunjike. Kitu cha kwanza ni upendo wa kimungu. Upendo wa kimungu tunaenda kuangalia kwenye kitabu cha Waefeso 5:23 mpaka 25. Maandiko yanasema, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi litakaswe na kusafishwa kwa maji katika neno. Kwa hiyo tunaona upendo wa kimungu unahitaji uzingatie hilo. Lakini pia ukiangalia Mithali 31:30, maandiko yanaweka wazi, anasema uzuri ni ubatili, lakini mwanamke amchaye Mungu ndiye atakayesifiwa. Lakini pia ukiangalia kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari ule wa kwanza mpaka wa 13, tunaona ni katika upendo kuna uvumilivu, ni katika upendo kuna amani, ni katika upendo tunaweza kushinda. Na hilo pia limeangaliwa kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8, mstari wa 16 na ule wa 18. Mstari wa 8 na wa 16, maandiko yanasema Mungu ni pendo. Kwa hiyo tunapoenenda katika upendo tunatimiza mapenzi ya Mungu. Lakini pia katika upendo hakuna hofu, ule mstari wa 18. Kwa hiyo tunapozingatia upendo wa kimungu, ina maana ndipo tutakapoweza kushinda. Na katika upendo wa kimungu lazima mwanamke amtii na kumnyenyekea mume wake, lakini pia mume lazima ampende na kumheshimu mke wake, na hapo ndipo tunatimiza neno la Mungu, na wote inabidi wawe tayari kumtii Kristo. Lakini cha pili ni uaminifu baina ya wenzi. Yaani kwamba kati ya mume na mke lazima uwepo uaminifu wa kiroho na wa kimwili. Kiroho ni kuacha uchafu, kuacha ukahaba, kuacha uzinzi wa kiroho, yani kuabudu miungu mingine, kufanya uchawi kwenye ndoa, kumloga mwenzi wako na kufanya matambiko. Kuna wengine wanawatoa kafara wenzao, kuna wengine wanawafunga, kuna wengine wanaendea kwa waganga, kuna wengine wanafanya mambo ya ushirikina. Sasa hayo yote yanavunja upendo wa kimungu na unaweza kuleta mabadiliko hasi kwenye maisha yenu ya mahusiano. Lakini pia uaminifu wa kimwili ni kuacha usaliti, kuacha michepuko, kuacha kujitongozesha na kutongoza, kuacha tamaa ya wake za watu wengine, hata na mabinti au vijana. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima ukubali kushinda na kumtegemea Roho Mtakatifu ili aweze kukusaidia na kukushindia. Lakini kitu cha tatu ni mipango mizuri ya ustawi na uwazi wa miradi kwenye familia. Na kila familia lazima inakuwa na miradi, na mfano wa miradi ni miradi ya pesa, miradi ya vitega uchumi, ya biashara mbalimbali baina ya wenzi. Kwa hiyo hapa ni lazima uwepo uwazi. Masuala ya akaunti za fedha, kuna wengi unakuta mume na mke wanafichana, ni kama paka na panya, yaani watu ambao hawawezi ukaelewana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinazidi kupunguza uaminifu baina ya watu au baina ya wenzi. Kwa hiyo mipango iwekwe wazi na mkubali kushauriana ili muweze kuenenda katika misingi ya kimungu na uwepo uaminifu baina ya nyie, kuliko kuwategemea ndugu au kutoa siri zenu nje ya mahusiano na kuwategemea wale kuwa washauri wakuu badala ya kumshirikisha mwenzi. Na hivi vimekuwa vikivunja mahusiano ya watu wengi. Lakini
Mkirudi katika misingi ya kimungu, mkapendana, mkaonana kama mwili mmoja, na hapo ndipo mtaweza kushinda. Lakini 4 ni usafi wa kimwili na wa kiroho. Usafi wa kimwili na wa kiroho tunazingatia masuala ya ibada ya kweli. Lazima uwe tayari kujitoa kwa Mungu, na kujitoa kwa Mungu lazima uwe tayari kuzingatia neno la Mungu, lakini pia na kujijali katika usafi wote wa kimwili. Ina maana kuna watu wengine leo ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu watu hawaogi, watu hawanawi, vitanda havisafishwi, mazingira ya mahusiano hayako vizuri. Ni mama una watoto lakini haujijali, ni baba ni kwenye familia haujijali, hamzingatii usafi wa kimwili na pia hauzingatii usafi wa kiroho. Haya yote yamekuwa ni changamoto. Kwa tukirudi katika misingi mizuri ya usafi wa kimwili na wa kiroho tunaweza kushinda. Lakini kitu cha 5, lazima kujitenga na vitu na watu wasio sahihi. Kumbuka maisha ya ndoa ni kama shirika ambalo linahitaji watu wawili wanaoelewana, wanaozungumza pamoja kama marafiki, baba na mama. Na lazima tujue watoto ni matokeo ya mapenzi ya Mungu, lakini pia marafiki hawatakiwi kupewa kipaumbele namba 1, au ndugu, jamaa na marafiki. Na hawa watu ni watu wanaoongoza kuharibu ndoa, kuvunja ndoa. Kwa tunaporudi kwenye misingi ya neno la Mungu na misingi ya kimungu, tunatakiwa wanandoa tuwe tayari kujitenga na watu wasio sahihi. Kumbuka tunapowahusisha wale, tumefungulia milango ya kiroho na ya kimwili. Na tunapomfungulia mtu, mwanadamu anaweza kuwa madhabahu mbaya au nzuri. Kwa hiyo ni lazima tumsihi Mungu atuongoze na hekima ya Mungu itusaidie, kama kitabu kile cha Isaya 11:6 Isaya 11:2 inavyosema, lazima tuombe hekima, maarifa, ufahamu na roho ya Bwana na shauri, ili tuweze kuongozwa katika msingi ya kimungu. Lakini pia lazima tujue ndugu, jamaa, marafiki ni watu ambao hata tumeonywa kwenye maandiko matakatifu. Ukisoma Yeremia 12:6 tumeona kabisa kwamba hata ndugu tusiwaamini, maana wanaweza kututendea mambo ya hiana. Lakini pia Mathayo 10:34-39 Yesu mwenyewe anasema hakuja kuleta amani duniani bali vita. Ina maana ndugu wenyewe au adui za mtu ni wa nyumbani kwake. Hiyo Luka 12:49-53 na Mathayo 10:34-39. Kwa hiyo haya yote ni lazima tuyazingatie. Kumbuka 1% ya ndoa na mahusiano mengi ya kimapenzi yamekuwa yakiharibiwa na vitu hivi vikuu 5. Lakini tunapozingatia kuvifanyia kazi, kuvirekebisha na kujikita kwenye haya mambo ambayo nimeyazungumzia, tunaweza kushinda na zaidi ya kushinda, na Mungu akatusaidia. Nawapenda. God bless you. Thank you for hearing.